zangu wanahabari, ikumbuke kwamba serikali kupitia wakala wa hifadhi wa taifa NFRA wananunua mazao hasa mahindi pamoja na mazao mengine ambayo serikali inanunua kikanda. Kwa mfano una kanda yetu ya Songwe, kwa maana mkoa wa Songwe, ambapo watu wa Songwe tunauza mahindi yetu hapa Vwawa, lakini pia na maeneo mengine Tunduma, lakini pia ukienda Sumbawanga, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi wanauza kupitia ile kanda ya Sumbawanga, lakini pia kuna kanda ya Makambako ambao wakulima wengine wa mahindi wanauza huko. Ndugu zangu na habari, ikumbuke kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia NFRA ilisaini mkataba wa kuiuzia Zambia mahindi, nchi ya Zambia mahindi tani 650,000 kwa bilioni 650, ambapo makubaliano hayo ilikuwa kilo 100 za mahindi ambayo ni gunia moja, kilo 100 za mahindi zinanunuliwa kwa shilingi 100,000. Ndio mkataba ambao Tanzania kupitia NFRA ilisaini na Zambia kwamba kilo 100 za mahindi wataiuzia Zambia kwa shilingi 100,000. Na ikumbuke kwamba Zambia kuna maeneo mengi yana njaa sana, mvua hazikunyesha vizuri msimu uliopita, na hata Malawi, nchi nyingi zinazotuzunguka, hata Malawi kuna maeneo mengine mvua ilinyesha sana, kukawa na mafuriko ikasomba mashamba, ikaribu mashamba, kwa nao wana njaa sana. Ukienda Kongo pia kuna tatizo la chakula, ukienda Msumbiji kuna tatizo la chakula. Kwa hiyo Tanzania iliposaini ule mkataba na Zambia kuiuzia mahindi hizo tani 650 kwa bilioni 650, serikali ya Tanzania ilikuja kutangaza kwa Watanzania, kwa wakulima mahindi maeneo mbalimbali kiwepo na kanda ya nyanda za juu kusini, kwamba wauze mahindi yao NFRA kwa shilingi 70,000 kwa kilo 100 za mahindi. Kwa hiyo wananchi wanaolima mahindi, wakulima, wafanyabiashara pia wakaruhusiwa kuuza mahindi NFRA. Sasa tukagundua kwamba kuna wizi mkubwa sana ambao umeendelea na ambao unaendelea mpaka leo. Yaani serikali inauza mahindi Zambia kwa shilingi 100,000 kwa gunia, alafu yenyewe inakuja kununua shilingi 70,000 kwa gunia. Maana yake serikali inapata shilingi 30,000 faida, wakati mkulima amehangaika kutafuta shamba, kukodi shamba, amehangaika kulima, kutafuta vibarua akalima, amehangaika kununua mbolea kupandia mahindi, amehangaika kununua mbegu, amehangaika mbolea kukuzia, anahangaika kuvuna, mvua ya kwake, jua la kwake, kuvuna ni gharama, uje nunue zile dawa za kunaniza kuhifadhi mahindi yasiharibike. Huyu mkulima anahangaika kweli kweli, huyu mfanya biashara naye pia anahangaika kweli kweli. Alafu serikali inaenda kuchukua shilingi 30,000 kama faida, kama udalali. Hii ni hatari sana. Na ni jambo la hatari sana linapofika serikali badala kwamba isaidie wananchi, kwamba iwaite hao wa Zambia waje wanunue mahindi huku moja kwa moja kwa wakulima na wafanyabiashara. Kwa hiyo bei ya shilingi 100,000 ili hiyo faida mkulima ipate moja kwa moja, lakini serikali yenyewe ikaamua kuwa dalali. Yaani serikali inadalalia wananchi wake. Serikali ambayo imekuwa ikijinasibu kwamba ina wajali wanyonge, ina wajali wakulima na wafanyabiashara, lakini imekuwa ya kwanza kwenda kwa dalalia wakulima. Serikali inachukua shilingi 30,000 inawanyonya wakulima, kitu ambacho ni kibaya sana. Na mimi nilizungumza Bashe kwamba ni rafiki yangu, tulikuwa naye bungeni pale. Hili jambo ni baya sana kwa waziri wa kilimo. Unapoliangalia chombo wakala ambao anaosimamia yeye, unawanyonya wakulima, watuambie hao hizi pesa ndio wanaziandaa kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuja kuonga wananchi chumvi na sukari. Hao ndio hizi pesa wanaziandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwakani. Na kama wao hawana nia mbaya, hawana nia ovu dhidi ya wakulima, dhidi ya wafanyabiashara wa mahindi, kwa nini wasiruhusu Zambia ije nunue mahindi moja kwa moja kwa wakulima? Ili faida hiyo waipate wakulima, ili faida hiyo waipate wafanyabiashara. Kwa hiyo jambo hili limekuwa ni baya sana ambalo serikali inafanya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba rai yangu, serikali iache hii tabia ya kwenda kwa dalalia wakulima.
serikali iache haya mambo ambayo ni mambo ya hovyo kabisa ambayo hajawahi kutokea. Sasa jambo hili ni jambo ambalo sio tu kwamba limetokea huku mkoa wa Songwe, hapana. Limetokea maeneo mengi. Mkoa wa Songwe, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Katavi, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe, Iringa, nenda Ruvuma huko, kote huko wananchi wanaidai NFRA. Paka sasa ninapozungumza na wewe, pamoja na udalali unaofanya huo, wamepima mahindi ya wananchi, miezi miwili imepita toka mwezi wa 8 na mwezi wa 10, haijawalipa mahindi yao. Yaani licha kwa dalalia shilingi, kwa dalalia wananchi mahindi, bado wamepima mahindi yao, hawajawalipa kwa miezi miwili. Wamekata. Na huu ni msimu wa kulima. Sasa hizo wananchi watakiwa waandae mbegu zikae ndani. Waandae mbolea ikae ndani. Na mvua hizi zimeshaanza kunyesha tayari. Maana yake wananchi watashindwa kwenda kununua mbegu kwa wakati, watashindwa kununua mbolea kwa wakati, kwa sababu wanaidai serikali pesa za miezi miwili. Lakini jambo lingine, hao wazazi hao wananchi hao wanasomesha watoto, wameshindwa kulipa ada wengine. Watoto wengine wanaenda vyuo vikuu, watashindwa kwenda kulipia ada vyuoni. Tunategemea hii pesa ambayo, kwa sababu sisi kazi ya huku kwetu ni ya kilimo. Kulima, yani mahindi ndio duka letu. Kilimo cha kahawa ndio duka letu. Kilimo cha mahindi ndio maduka yetu. Ndio dhahabu yetu. Unapomcheleweshia malipo mkulima, maana yake tafsiri yake unasema asitibiwe, asitoe ada, asile, asitatue changamoto zake zote ambazo anazipitia kila siku, ambazo anakabiliana nazo kila siku. Lakini kuna hawa wakulima waliokopa pesa benki na kwenye taasisi nyingine za fedha, walikopa pesa ili wakanunue mahindi. Hizo benki na taasisi nyingine za fedha zimefika mahali zimeanza kuwauzia dhamana zao ambazo waliziweka wanapokopa hizo pesa kwenye mabenki na kwenye taasisi nyingine za fedha. Wameanza kuwauzia nyumba, wameanza kuwauzia aseti zao. Na anayesababisha mambo yote hayo ni serikali ya CCM ambayo haiwajali wakulima, haiwajali wafanyabiashara wa mahindi, haiwajali wakulima wetu. Hili ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo rai yangu kwa waziri wa kilimo Hussein Bashe, hizi pesa wakulima waweze kulipwa, kwa sababu wakulima wameendelea kupata madhara makubwa sana. Unapomuuzia mtu asset yake, unapomuuzia nyumba yake na asset nyingine, unamsababishia matatizo, unamsababishia shida. Kwa hiyo pesa hizi zilipwe, na wakati huo kwa sababu umecheleweshewa, hizi pesa zilipwe na riba. Kwa sababu ukienda kukopa pesa benki ili ununue mahindi, wao watakudai riba. Je, hii serikali iliyochelewesha pesa zako, wao je haitakiwi walipe kwa riba? Kwa mtazamo wangu mimi na ushauri wangu, hizi pesa zilipwe kwa riba, ili mkulima huyu hii riba baada ya kuingiliwa yeye akalipe benki hiyo riba anayodaiwa.